Godfrey Mchungu, karibu sana kwenye kuichambua Afrika. Na swali langu leo ni moja. Kwa nini muunganiko wa Sahel unatishia umoja wa ECOWAS na nchi za magharibi? Yes, kwanza ni kwamba tunapozungumzia ukanda wa Sahel tunazungumzia viongozi watatu maarufu. Hapa namaanisha katika nchi ya Burkina Faso kwa Ibrahim Traore, kijana mdogo ambaye amekuwa akifutia siasa za Kiafrika, ambaye anaongoza dhana nzima ya Pan-Africanism, kwa kwamba mwanajumuiya. Lakini vile ukienda kule kwa mfano maeneo ya Mali, Burkina Faso, Niger, tukashuhudia kwa mfano Niger kule aliondoka Mohamed Bazoum akaingia Abdulrahman Tishan. Vile ukienda kwa mfano kule katika eneo la Gabon aliondoka kina Ali Bongo akaingia wakina Nguema. Sasa ukanda ukutazama wa Sahel tunasema ni ukanda ambao mwaka jana ulipitia katika mapinduzi ya kijeshi. Serikali za kidemokrasia ziliweza kupinduliwa na kuweza kuingia serikali za kijeshi. Sasa swali lako la msingi ni kwamba kwa nini ukanda wa Sahel unatishia maslahi ya ECOWAS na nchi za magharibi ikiwemo Ufaransa? Cha kwanza, katika eneo la Afrika Magharibi kuna kitu kinaitwa ECOWAS. ECOWAS ni umoja wa nchi za kiuchumi za Afrika Magharibi ambao una takriban nchi 16. Na hizi nchi nyingi zao zilikuwa chini ya mkoloni wa Ufaransa. Baada ya uhuru, kwa kwamba mwaka 1957 baada ya Ghana kupata uhuru na nchi nyingi kuanzia mwaka 1960, Ufaransa ameendelea kuwa na ushawishi wa kiuchumi, ushawishi wa kiusalama, ushawishi wa kidiplomasia, hata ushawishi wa masuala mbalimbali ya kijiopolitiki. Sasa hawa kuwatazama ECOWAS wamekuwa wakipinga mapinduzi ya kijeshi ambayo yamekuwa yakifanywa na wale wanajeshi wa kina Ibrahim Traore, lakini wakina Traore wamekuwa wakihakikisha kwamba nchi zao na rasilimali za nchi zao zimekuwa zikinufaisha wananchi wa Traore. Na kimsingi ni kwamba kuna nchi za Afrika Magharibi tunafahamu ni mataifa ambayo yamekuwa yakipitia changamoto kubwa mbili. Changamoto ya kwanza nasema changamoto ya kiusalama, changamoto ya pili changamoto ya kiuchumi. Unasema kwamba kuna makundi mengi ya itikadi kali. Makundi kwa mfano ya Janjaweed ambayo yamekuwa yakisumbua usalama wa nchi za Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, Senegal. Sasa wameamua kufanya mapinduzi kwa lengo serikali za kijeshi kuja kuwadhibiti wale makundi ambayo yamekuwa kitishia usalama wa nchi. Lakini hoja ya pili wanasema ni hoja nzima ya masuala mbalimbali ya kiuchumi. Kwa nini uchumi wetu wa nchi za Sahel umekuwa haunifaishi wananchi wetu wa Sahel? Wananchi wetu wameendelea kuwa maskini, lakini vile utajiri wa Sahel umekuwa kunafaisha mataifa kwa mfano ya Ufaransa. Sasa hiyo ndio hoja kubwa ambayo imekuwa ikijenga wakina Ibrahim Traore. Sasa kimsingi ni kwamba ukiangalia kuna jiografia ya Sahel anaibuka bwana Vladimir Putin na kikundi chake cha Wagner. Wagner ni kikundi cha kimkakati ambacho kimekuwa kikiwalinda wa viongozi wa Sahel. Wakina Traore wamekuwa wakipata usaidizi mkubwa wa kupata usaidizi wa kiusalama na wa kidiplomasia hata wa kiuchumi kutoka kwa Vladimir Putin. Na wao Wagner kimekuwa kikundi ambacho kimsingi kimekuwa kikilinda maslahi ya kijiopolitiki. Kwa watu ambao wanatazama siasa za kijiografia, unaona kabisa kwamba Urusi anaitumia Sahel kwa lengo la kuhakikisha kunakuwa na kitu kinachoitwa balance of power. Yaani ushawishi wa Urusi unarudi katika eneo la kanda ya Sahel, lakini vile vile kwa Ufaransa watazama kabisa kwamba ni kuanguka kwa demokrasia ya kimagharibi katika nchi ya Ufaransa. Lakini kimsingi ni kwamba ukiangalia Afrika tunasema inapitia katika mkwamo na katika mpito wa kidemokrasia, kwa sababu ukimsoma Professor Rostov, profesa maarufu ambaye aliandika kitabu cha Level of Development, aina za maendeleo kwa mtazamo wa Ulaya, ambao anasema hata Afrika nayo sasa hivi imeingia kwenye mfumo wa kibepari ambao kama unafahamu kwamba ubepari tunasema ni global system, yani mfumo wa kimataifa. Kuna hatua 5 za msingi. Cha kwanza tunasema ni traditional society, cha pili precondition society, cha tatu ni take off, cha 4 ni maturity, cha 5 tunasema ni high age of consumption. Sasa ukitazama Afrika imekuwa ikiingia katika take off, yani nchi zao zimekuwa zikitoka kwenye precondition society zinaingia katika kujenga kiviwanda, kiuchumi na kidemokrasia. Kwa hiyo nasema kabisa nasema wazi kabisa kwamba katika hatua hiyo kuna mageuzi makubwa sana ya kidemokrasia, hata mageuzi makubwa sana ya kiutawala. Kwa hiyo wasomi wengi ambao wanaitazama Afrika Magharibi wanahusisha na mkwamo na mpito wa kibepari katika nchi za Afrika Magharibi. Sasa namna gani kama wananchi wa Sahel, Burkina Faso, Niger, ECOWAS waweza kuwa wamoja? Lakini kimsingi ni kwa ukitazama Ufaransa amekuwa na vikosi vingi sana
tangu mwaka 2010 katika nchi za Sahel, lakini tunaona yale makundi ya itikadi kali, makundi ya janjaweed yamekuwa hayawezi kuondoka wala wanaendelea kutishia usalama katika nchi ya Sahel. Lakini kiuchumi ukitazama, kuna kitu kinaitwa CFA franc ya West na CFA franc ya East. Franc ni sarafu ambayo imekuwa maarufu katika nchi za ECOWAS, ambayo hii sarafu hii ukitazama hifadhi ya fedha ya kigeni imekuwa zipo katika benki za Ufaransa. Nchi za Sahel zimekuwa zina akiba nyingi ya madini ya dhahabu, mafuta, hata uranium. Umeme ambao unatumika kwa mfano Ufaransa, madini ya kimkakati ya uranium yanatoka katika nchi za Sahel. Kwa hiyo wanakuja kufanya mapinduzi kwa lengo la kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi za Sahel zinakuwa zinawaendeleza na kuhakikisha kwamba zinanufaisha wananchi wa Sahel. Je, Traore na wenzake wanaweza kutoboa dhidi ya ushawishi wa magharibi? Walijaribu katika Patrice Lumumba wakashindwa, wakajaribu viongozi wengi wakashindwa. Je, Traore anaweza kupambana na ushawishi wa magharibi? Ni sababu kimsingi tutakiwa tusubiri, lakini kimsingi Traore ni kiongozi ambaye anavutia sana vijana, viongozi ambaye ameleta msimamo mpya wa uongozi katika bara la Afrika. Na Mwalimu Nyerere alisema kwamba kuna hotuba yake ya Ghana, alisema kwamba kizazi cha kwanza cha viongozi kiliweza kupigania uhuru wa kisiasa, lakini kizazi cha pili na kizazi cha tatu cha nne kina wajibu wa kupambania maslahi makubwa ya kiuchumi. Kwa Traore amekuwa ni kiongozi ambaye anawakilisha taswira ya Mwalimu Nyerere kwamba lazima vizazi vya tatu na vya nne viweze kupambana dhidi ya uchumi wa mataifa yetu.